Naam, kufuatia kikao cha awali cha mahakama, Tundu Lissu alirejea mahakamani leo akiwa na ari na motisha mkubwa, lakini kauli zake zilihamia haraka kwenye suala la ushahidi unaotumiwa dhidi yake katika kesi ya uhaini. Lakini kuna maneno mengine aliyoyazungumza ambayo yamezua gumzo mitandaoni sasa hivi. Alipoingia tu ukumbini, Tundu Lissu alisema, naona wameanza kunyoana wenyewe kwa wenyewe. Hakutaja jina la mtu yoyote, lakini kauli hiyo ilieleweka na kuchambuliwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kama rejea ya matukio ya kisiasa ya siku ya jana, ikiwemo suala la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania. Kauli hiyo hata hivyo iliibua vicheko kwa watu waliokuwemo ndani ya mahakama kabla kesi kuanza. Pia aliwasalimia viongozi kadhaa waandamizi wa kisiasa akiwemo Jenerali Ulimwengu kabla ya kumwambia naibu wake John Heche ongeza moto. Mashahidi watatu wa utetezi wa Tundu Lissu akiwemo John Heche, John Mnyika na Amani Golugwa walikuwa tayari wamefika mahakamani. Kisha majaji waliingia na mahakama ikaendelea rasmi na usikilizwaji wa kesi ya jinai namba 19605 ya Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu ikaanza. Timu ya upande wa mashtaka iliongozwa na wakili ajuae akishirikiana na mawakili wengine wa serikali, huku Tundu Lissu akiendelea kujiwakilisha mwenyewe. Kabla ya kuendelea na ushahidi wake, Tundu Lissu aliomba mahakama iwaruhusu mashahidi wake kutoka nje ya ukumbi hadi hapo watakapoitwa. Majaji walikubali ombi la Lissu na John Heche, Mnyika, Amani Golugwa pamoja na Brenda Rupia walitoka nje. Jaji Ndunguru kisha alimkumbusha Tundu Lissu kuwa alikuwa ameachia pale alipokuwa akizungumzia mkutano na askofu. Lakini safari hii Lissu alisema anataka kutumia mbinu tofauti. Aliwaambia majaji kuwa angejikita zaidi kwenye hoja za upande wa mashtaka na ushahidi uliowasilishwa dhidi yake. Alielezea maeneo makuu mawili aliyotaka kuyazungumzia. Kwanza, angechunguza ni nani walikuwa mashahidi wa upande wa mashtaka na uzito unaopaswa kupewa ushahidi wao. Pili, angechambua ushahidi wenyewe na kutoa hoja kwamba haukuthibitisha uhaini wala kosa lolote jingine la jinai. Kisha Tundu Lissu aligeukia orodha ya mashahidi wa upande wa mashtaka. Aliikumbusha mahakama kuwa wakati wa usikilizaji wa awali, waendesha mashtaka waliorodhesha mashahidi 30 ambao walitarajiwa kusaidia kuthibitisha tuhuma za uhaini. Hata hivyo, ni mashahidi 17 pekee ndio walioletwa mahakamani hatimaye. Tundu Lissu alisema kuwa kutokuwepo kwa mashahidi wengine 13 kulikuwa na uzito mkubwa na kwamba angeeleza sababu za kuamini kuwa kutojumuishwa kwao kulikuwa na umuhimu. Kati ya mashahidi 17 waliotoa ushahidi, Lissu alisema 8 walikuwa maafisa wa polisi, huku 9 wakiwa ni mashahidi waliolindwa ambao utambulisho wao haukujulikana hadharani. Kwa upande wa utetezi, alihoji uhalali wa ushahidi huo akisema kwa upande wa utetezi haukujua mashahidi hao ni akina nani, wanaishi wapi au wanashikilia nyadhifa gani. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, watu pekee waliokuwa wakijua utambulisho wao walikuwa waendesha mashtaka waliowasilisha ushahidi wao. Kisha alielekeza nguvu zake zaidi kwa mashahidi hao kutoka jeshi la polisi na uhusiano wao na maafisa wa ngazi za juu wa polisi, hasa DCI Ramadhan Kingai na IGP Camillus Wambura. Tundu Lissu alieleza kuwa alikuwa na mgogoro wa muda mrefu na baadhi ya maafisa hao na kuelezea hali hiyo kama chuki binafsi dhidi yake. Kwa sababu hiyo, aliwaambia majaji kuwa ushahidi kutoka kwa mashahidi hao unapaswa kupokelewa kwa tahadhari na kuungwa mkono na ushahidi huru. Kisha alichambua ushahidi wa shahidi wa kwanza wa upande wa mashtaka PW1 George Bagemu, ambaye alimtaja kama kiongozi wa timu ya upelelezi katika kipindi cha kabla ya kukamatwa kwake mwezi Aprili mwaka 2025. Tundu Lissu alionyesha kile alichokiona kuwa ni udhaifu mkubwa katika ushahidi wa Bagemu. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, Bagemu aliambia mahakama kuwa aliongoza timu ya upelelezi kati ya tarehe 4 na 8 Aprili mwaka 2025, lakini alipoulizwa ni nani aliyeagiza kukamatwa kwa Lissu, alisema hajui. Lissu alisema Bagemu alitoa ushahidi kuwa alipata taarifa za kukamatwa huko baada ya kupokea simu kutoka kwa DCP Ramadhan Ng'anzi kumjulisha kuwa mtuhumiwa alikuwa tayari amekamatwa Mbinga na alikuwa akisafirishwa kupelekwa Dar es Salaam. Tundu Lissu alihoji ni kwa namna gani mtu anayedaiwa kuwa kiongozi wa upelelezi angeweza kutojua ni nani aliyeagiza kukamatwa huko.
Aidha, alibainisha kuwa Bagiemu alisema aliwasiliana na DCI Kingai kupitia kwa DCP Ng'anzi ama Ramadhani Ng'anzi, lakini hakuwasiliana moja kwa moja na maafisa wengine wanaohusika na mfumo wa haki ya jinai, wakiwemo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP au mamlaka za usalama za mkoa. Tundu Lissu alidai kuwa hali hiyo ilizua maswali kuhusu nani hasa aliyekuwa akielekeza upelelezi na nani aliyeidhinisha kukamatwa kwake. Kisha aliunganisha ushahidi wa Bagiemu na ule wa ushahidi mwingine wa polisi ACP Amin Mahamba, akisema maelezo hayo mawili yaliungana na kuimarishana kwa kiasi kikubwa. Tundu Lissu pia aliwataja mashahidi PW2, PW3, PW6, PW9, PW12 na PW15, akidai kuwa mashahidi hao aliowataja walihusishwa na uongozi ule ule wa polisi, akidai kuwa ushahidi wao pia uliohusishwa na uongozi ule ule wa polisi. Msimamo wake ulikuwa kwamba ikiwa mashahidi wa polisi wa upande wa mashtaka walikuwa na migongano ya kimaslahi au walifanya kazi chini ya maafisa ambao hapo awali walikuwa na mgogoro naye, ushahidi wao ulihitaji kuthibitishwa na vyanzo huru. Kisha alihamia kwa mashahidi wa upande wa mashtaka ambao si maafisa wa polisi, ambao ni shahidi kwa jina la PW4, PW5, PW7, PW8, PW10, PW11, PW13 na PW14. Tundu Lissu alisema kuwa upande wa utetezi una taarifa za maandishi kutoka kwa mashahidi wengi na kati ya hao na ulikuwa na nia ya kulinganisha yale waliosema hapo awali na yale walioyatoa mahakamani wakiwa chini ya kiapo. Alionyesha kwa ulinganisho huo ungekuwa sehemu muhimu ya utetezi wake kwa sababu kwa mtazamo wake kulikuwa na tofauti kati ya taarifa za maandishi za baadhi ya mashahidi na ushahidi walioutoa mahakamani. Hapo ndipo Tundu Lissu alipohitimisha shughuli za mahakama leo, huku akiendelea kubomoa kwa utaratibu ushahidi wa upande wa mashtaka na kuahidi kuchunguza kwa kina zaidi taarifa za mashahidi hao pamoja na kasoro za kimantiki anazodai kuwa zipo ndani yake. Swali kuu sasa ni iwapo kasoro hizo zinazodaiwa zitadhoofisha kesi ya upande wa mashtaka na zitampatia ushindi Tundu Lissu au iwapo mahakama kuu itaona kuwa ushahidi uliowasilishwa unatosha kuthibitisha tuhuma nzito za uhaini zinazomkabili Tundu Antipas Lissu. Ni hayo tu mtazamaji, ambayo nimejaliwa kukuandalia katika awamu hii ya kwanza ya siku ya leo katika kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu ndani ya mahakama kuu ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu. Nitaweza kurudi tena baada ya dakika chache na awamu nyingine ama update nyingine kutoka ndani ya mahakama kuu. Tuangalie kile ambacho kimeendelea baada ya sehemu hii tulipokomea. Mtazamaji, ni kujulishe tu ni muhimu kwako uweze kulike video hii kisha usubscribe na kubonyeza alama kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea update kutoka mahakamani na taarifa zingine za kisiasa zinazojiri na kuendelea nchini Tanzania muda huu.